Na mtazamaji, bila shaka utakuwa unafahamu kwamba hapa town bwana, kuna hii track ambayo inakwenda kwa jina la Kende au Mapembe, ambayo ikaja kufanyiwa remix na Chino Wanaman. Bwana, hiyo ni ngoma ambayo imetengenezwa na mwanadada ambaye anafahamika kwa jina la Halima, ambapo bidada huyo bwana tokea atoe hiyo nyimbo moja kwa moja amepata umaarufu mkubwa na watu wengi sana wakawa wanamuita Ali Makende, kutokana na kwamba katika hiyo ngoma bwana alikuwa anaimba sana kuhusiana na mambo hayo ya makende na vitu vingine kama hivyo. Ni nyimbo fulani hivi za aina ya mduara, mambo ya kibao kata, na hiyo ndio shughuli ambayo amekuwa akiifanya kwa miaka mingi. Lakini kubwa zaidi ni kwamba baada ya kutoa nyimbo hiyo ya Makende bwana, ni kwamba watu wengi sana walitokea kuipenda, watu wengi sana walivutiwa nayo, mpaka Diamond naye pia alijiposti katika ukurasa wake wa Instagram akiwa anaimba wimbo huo, kitu ambacho ikafanya nyimbo hiyo ikapata umaarufu zaidi, na mwisho wa siku Chino Wanaman akaona ni fursa na akaamua kufanya naye remix. Baada ya Chino Wanaman bwana kufanya remix na mwanadada huyu Halima, moja kwa moja bwana akawa amekuwa solidified kabisa katika industry ya muziki wa Bongo Flava, na watu wengi sana wakawa wanamfahamu na kumfuatilia. Lakini kikubwa zaidi kwa upande wake yeye, umaarufu huo umempelekea yeye pia kupata riziki, kupata kipato, na ikapelekea akawa anafanya show mikoani ndani ya Tanzania. Akawa anaonekana kupitia page zake za mitandao ya kijamii akiwa anasafiri kutoka sehemu moja kwenda nyingine, na akiwa anasafiri bwana ni kwa ajili tu ya kwenda kuperform, kufanya show kutokana na fan base ambayo yuko nayo. Baada ya ngoma hiyo ya Kende kwenda viral, ni kwamba watu wengi sana wakawa wanasubiri kuona kwamba je, next atakuja na nyimbo gani, na hicho ndo kitu ambacho watu walikuwa wametuliza akili zao kuweza kusikiliza kwamba atakuja na nyimbo ya aina gani. Sasa jambo ambalo tukamwona akiwa yuko studio, actually akiwa anafanya kazi nyingine, na watu wakawa wanasubiri kwamba ni nyimbo gani, lakini kuna baadhi ya vipande vya videos ambazo zimekuwa zikisambaa mitandaoni akiwa anasikika bidada huyo Ali Makende akiwa anaimba wimbo mwingine tena, ambao huu bwana ulikuwa ni matusi moja kwa moja, tofauti na ule wimbo wa Kende, kwa sababu Kende inafahamika kwamba ni jina ambalo lipo la kibiolojia la baadhi ya maeneo ya mwili kwa upande wa wanaume. Bwana ni kibiolojia, ni jina kabisa, kwa hiyo sio kwamba unaweza kuliclassify kwamba ni tusi moja kwa moja. Kwa hiyo ndio maana hata Baraza la Sanaa la Taifa halikuingilia kati kuhusiana na hiyo issue ya huyu bidada kuimba kuhusiana na Kende. Lakini this time around bwana alichokuja kukiimba sasa hivi bwana imekuwa kidogo ni tofauti kabisa na ile ya mwanzo, japokuwa zinafanana, lakini hii sasa ni kama vile amevuka mipaka, na jambo hili limepelekea Baraza la Sanaa la Taifa BASATA kuingilia kati na kumfungia bidada huyu, kwani alichokiimba sasa hivi bwana imekuwa ni too much, imekuwa kama vile ni disrespect, amevunja maadili, ni mmomonyoko wa hali ya juu, kwani ukizingatia kwamba hizi nyimbo huaga zinaenda viral, na zikiendaga viral huaga zinafanya mpaka watoto wadogo nao pia wanaimba nyimbo za namna hii. Kwa hiyo hii bwana inaonekana kwamba itachochea kwa kiasi kikubwa swala zima la mmomonyoko wa maadili. Kwa hiyo Baraza la Sanaa la Taifa limeingilia kati hilo swala haraka sana kwa ajili ya kumzuia bidada huyu kuendelea kufanya kazi za kimuziki, kutokana na baadhi ya watu ambao walikuwa tayari wameshapeleka malalamiko kwa kiongozi, unamzungumzia hapa Waziri Gwajima Dorothy, kutokana na kitu ambacho kimekuwa kikiendelea kutoka kwa bidada huyu ambaye anafahamika kwa jina la Halima. So kutokana na nyimbo ambayo ni mpya ambayo huyu bidada ameifanya bwana, kiukweli watu wengi sana wamekuja wakalalamika kwamba hii haijakaa sawa, hili swala haliko vizuri, inabidi serikali iingilie. Kwa mfano hapa kuna bidada anaitwa kuna bidada hapa amekuja akaposti akaandika kwamba bwana, ndugu zangu msilie BASATA wanafanya kazi yao. Umeona bwana BASATA wanafanya kazi yao. Wanasema kwamba ukifanya vitu vya ajabu kama hivi ujue kabisa kwamba hii ni nchi ya Tanzania na ina sheria, ndugu zangu, maana ilikuwa over kweli kweli. BASATA wameshafanya maamuzi na ni jambo la kumshukuru Mungu pia vile vile, wameupiga mwingi mno. Kuna mtu hapa amekuja wamekuja kupongeza Baraza la Sanaa kwa hiki walichokifanya, kwa maamuzi walioyafanya, kama vile watu walikuwa wamejiachia mno, kiasi kwamba unaimba nyimbo ambazo zinaonekana kabisa ni matusi tena ya waziwazi.
Naam, so kutokana na maamuzi ya Basata kuamua kumfungia, maana Basata bwana wameamua kumfungia bidada huyu takriban miaka mitatu. Wameamua kumfungia asijihusishe na shughuli yoyote ile ya mziki kutokana na ukiukwaji huo wa maadili na kanuni za sanaa hapa Tanzania. Ni kwamba amefungiwa miaka mitatu. Sasa basi baada ya hapo ni kwamba kuna hizi videos ambazo zinamuonyesha yeye mwenyewe Bi Halima akiwa amejitokeza na kuomba radhi. Ameomba radhi takriban mara mbili, akidai kwamba sheria ipo, lakini pia anaomba asamehewe kwani yeye ni mtoto, alikuwa kuna mambo mengi hayajui, amefanya makosa, lakini kikubwa zaidi ni kwamba yuko na familia, yuko na watoto na wazazi wanamtegemea, na yeye shughuli yake kubwa ambayo anayoitumia kujiingizia kipato na riziki kwa miaka mingi ni shughuli ya kuimba kibao kata. Kwa hivyo basi akifungiwa itamwathiri kwa kiasi kikubwa mno. Kwa hivyo basi ameomba radhi kwa haya yote ambayo yametokea na anaomba asamehewe. Kwa hiyo hapa nataka umsikilize mwenyewe Bi Halima akizungumza kuhusiana na hilo baada ya maamuzi kutoka Basata kufungiwa miaka mitatu. Mimi ni Halima Haji, naomba samahani wa Basata kwa mama yangu kipenzi, Mama Gwajima, na kuomba samahani sana. Kibao kata kama kibao kata au usanii ndo maisha yangu, ndo maisha ya mtoto wangu, ndo maisha ya mama yangu. Hakuna. Naomba samahani jamii wote. Mimi nadhani hakuna kilichokuwa najua kila kitu inshallah. Kwa rehema za Mwenyezi Mungu mimi najua kila kitu kitakaa sawa. Hakuna. Hicho ndio ninachokiomba. Mimi mtoto wenu, mimi amna. So huo ulikuwa ni msamaha wa kwanza kabisa ambao Bi Halima alikuwa ameuomba, na hapo mwishoni alikuwa analia, lakini pia akarudia tena. Kuna video nyingine hapa ameposti akiwa anaomba msamaha tena kwa mara nyingine, na this time around bwana ameamua kujistiri, amevaa ushungi kabisa kama mwanadada tofauti na pale awali. Salamu alaykum. Mimi Halima Haji, baba zangu, mama zangu, viongozi wa Basata, Mama Gwajima, msinichoke, nimerudi tena. Kibao kata kama kibao kata ndo maisha yangu, mwanangu Nufaila ndo anamtegemea mama yangu, mwanangu. Mimi ndo kila kitu mimi, hakuna mama wangu mpendwa, Mama Gwajima, viongozi wa Basata, naombeni, mimi mtoto wenu, hakuna. Ni mkono huo, ni mkono. Je, mtaukata kweli? Mtaukata mtoto? Ni bado nahitaji maelekezo mengi tu. Samahani, naombeni jamii nisamehe sana mwanangu Nufaila. So hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana. Ukiwa kama mdau, na wewe pia tuwekee maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, lakini pia vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.